Ikiwa wewe unaweza kumtamkia mtoto wako maneno mabaya na yakampata, je, hauwezi kumweleza maneno mazuri na yakampata? Kwa nini basi wewe ubaki katika kumlaumu ama kunung'unika ama kumchapa ama kumpiga ama kumpiga kwa namna moja ama nyingine? Kwa nini usichukue hatua hiyo hiyo? Muda huo huo unatumia nguvu kubwa ya kufanya hichi na kile. Kwa nini usitumie nafasi hiyo kumtamkia maneno mazuri, kumuonyesha kwamba yeye ni bora, kumuonyesha kwamba yeye ni mtu mwema, kumuonyesha kwamba yeye ni mtu mkuu? Huu ni wakati wa kubadilika. Jina la Bwana libarikiwe. Na ndio maana Bible inasema ya kwamba waraka wa kwanza wa Petro, ile Petro 2:9, Bible inasema bali ninyi ni ukuhani wa kifalme, watu wa milki ya Mungu, taifa takatifu. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo basi Mungu amekupa kuwa kuhani. Kuhani ni nani? Kuhani ni yule mtu anasimama kati ya Mungu na wanadamu, anasimama katikati. Kipindi cha Agano la Kale ilikuwa ni unasimama ni kuhani, kazi yake ni anasimama baina yake yeye katikati. Yeye anachukua hoja ama anachukua maombi ya wanadamu kupeleka kwa Mungu, alafu anachukua ya kwa Mungu analeta kwa wanadamu. Yeye anasimama katikati. Jina la Bwana libarikiwe. Lakini leo hii Mungu amekupa fursa hii kupitia Yesu Kristo. Ametufanya sote kuwa makuhani, ya kwamba kila mtu anaweza kwenda kupeleka haja zake mbele za Mungu. Sasa basi, ikiwa ni hivyo basi, kwa nini usisimame katika neno hili ukichanganya na lile neno ambalo liko katika Luka, ambalo Yesu Kristo alisema, waacheni watoto wadogo waje kwangu, msiwazuie, kwa sababu ufalme wa mbinguni ni wao. Kwa nini usichukue neno hili ukasimama nalo, ya kwamba Bwana umesema waache watoto wadogo waje kwangu? Ukipewa kibali na hili neno la waraka wa kwanza wa Petro, ya kwamba wewe ni kuhani katika ile eneo uliko, wewe ni kuhani katika familia yako, ya kwamba wewe ni kuhani wa kusimama na watoto wako, wa kusimama na nyumba yako. Yaani kila eneo ambapo unaona kuna kitu kinaharibika, una uwezo wa kusimama na kutamka maneno ya baraka, na kutamka maneno ya ushindi, na kutamka neema ya Mungu ikadhihirika hapo. Sasa mimi nimekupa katika kipengele hichi cha watoto, ya kwamba una uwezo wa kusimama na watoto wako na kuwaeleza habari hizi na kuwabandika mikono. Yaani kuna kazi zingine hazihitaji kwamba eti wachungaji waje, sijui watu. Wewe mwenyewe pale ulipo una uwezo wa kufanya hivyo. Kwa sababu gani? Neno la Mungu limekupa hiyo nafasi. Jina la Bwana libarikiwe. Yesu Kristo apewe sifa. Yaani watoto wako kabla hawajaenda shuleni asubuhi, ama labda hata wako bodi, tamka maneno ya ushindi, tamka maneno ya ukuu, tamka. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa sababu gani? Nimekutana na mzazi anasema kwamba eti yeye amelipa ada, lakini anaona ile ada aliyolipa ni kama vile amepoteza, kwa sababu anaona kama haina matokeo yote. Watoto wamekuwa walevi, watoto wamekuwa wabaya, hawafanyi kile ambacho mzazi alitarajia afanye. Na shuleni walikuwa tu ni wazuri, lakini huku sasa wamekuja kuwa kama vile wamelogwa. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo basi lazima ujifunze namna gani watoto wako wasiende katika njia ya uovu. Hakuna mzazi ambaye anafurahia watoto wake wakiharibika. Kila mzazi anatarajia mtoto wake asonge mbele, mtoto wake afanikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo basi, kupitia neno hili la waraka wa kwanza wa Petro, ya kwamba ninyi ni ukuhani wa kifalme, watu wa milki wa Mungu. Jua kwamba hapo ulipo wewe ni kuhani wa kifalme, mtu wa milki ya Mungu. Maana yake wewe ni mtu wa Mungu. Mungu amekupa hiyo mamlaka ya kusimama hapo ulipo, kuleta mabadiliko. Sasa mabadiliko, unaweza ukasema unataka mabadiliko katika maeneo gani? Mimi nimegusia ya kwamba unaweza ukasimama ukasema unataka mabadiliko kwa watoto wangu. Watoto wangu watakapomaliza shule, wao ni vichwa si mkia. Wakiwa shuleni, wao ni vichwa. Wakiwa majumbani, wao ni vichwa. Watafanikiwa. Wao watakuwa nuru mahali pa giza. Wao watakuwa ni watu wa kutofautishwa. Wao ni watu wenye kuleta majibu. Jina la Bwana libarikiwe. Chochote kile ambacho unaona mtoto wako amekuwa mtukutu, mtoto wako amekuwa hafai, mtoto wako ameshindikana,
liko jibu kwa Yesu Kristo wa Nazareti le hai. Ndio maana anasema kwamba waacheni watoto wadogo waje kwangu. Kitabu kile cha Luka, msiwazuie. Kwa sababu gani? Ufalme wa Mungu ni wao. Tena anasema watu hawa ufalme wa Mungu ni wao. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo basi, anza kusimama katika hilo eneo. Omba, usiombe kwa kuacha. Omba kila siku. Omba kila unapompeleka mtoto wako kwenda kupanda gari. Omba namna hiyo. Simama katika hiyo nafasi ukijua kwamba hauombi kama vile tu nadharia. Jua unasimama katika kusudi la Mungu, ukisimamia kusudi la Mungu katika nyumba yako, ya kwamba hapo unaposimama, hiyo kazi unayofanya si kazi yako, unafanya kazi ya Mungu, kupanda mbegu njema katika maisha ya watoto wako. Jifunze kupanda mbegu hiyo. Sikiliza nikwambie, kuna siku moja tumeenda kumwombea mtoto mmoja, akati anafunguliwa, anatolewa mapepo. Tukauliza, mliingia lini? Yanasema tangu alipovunja ungo. Kuna mwingine tena, yeye alikuwa ni mchawi na ni mdogo, katoto kana miaka 10. Ikiwa adui ana uwezo wa kumtumia mtoto akiwa na umri huo, wewe unaona kwamba haiwezekani, huyu ni mtoto tu. Mtoto mwingine, yeye tangu alipovunja ungo, yeye amekuwa anaota ndoto za majini mahaba. Ikiwa adui anaona hivyo na anapanda kitu chake, je, wewe umekaa tu hauoni kwamba ni wakati sahihi sasa wa kusimama na kuanza kupanda mbegu ya kiungu kwa watoto wako, kupanda mbegu ya kiungu kwa huyo mtoto unayemlea? Panda mbegu ya Kristo ndani ya huyo mtoto. Panda mbegu ya Kristo ndani ya huyo mtoto. Anza kumweleza neno la Mungu linasemaje. Anza kumtamkia maneno ya Yesu Kristo. Anza kumtamkia maneno kulingana na hili neno linavyosema, wewe ni kuhani wa kifalme. Jua ya kwamba wewe ni mtumishi wa Mungu katika hilo eneo ulioko. Tamka neno la Mungu kwa mtoto wako asubuhi. Tamka neno la Mungu kila asubuhi anapokwenda shuleni. Tamka. Hilo neno litachipuka, hilo neno litakuwa, hilo neno litatokea katika maisha ya huyo mtoto. Usimwache tu hivyo, usiache tu hilo eneo likabaki pee. Jina la Bwana libarikiwe. Yaani katika roho ya huyo mtoto ama katika roho ya huyo mtu kuna aina ya tundu ambalo limeachwa wazi, ambalo huo wazi ukibaki wazi, adui atakuja kufunika. Kwa hiyo funika hilo tundu katika moyo wa mtoto wako kwa neno la Mungu, kwa maneno kwa maneno ya uzima, kwa maneno yenye uungu. Jina la Bwana libarikiwe. Utakapofanya hivyo, utamwona Mungu katika maisha yako. Utamwona Mungu katika eneo ambalo unataka kumwona Mungu, na si kwa watoto tu. Kila mahali ambapo unataka kumwona Mungu, waweza kuamka kila siku asubuhi na ukaanza kutamka maneno ya kiungu katika hilo eneo. Utamwona Mungu akijidhihirisha kwako na katika kila hilo eneo, katika kila jambo ambalo unataka litokee, litakwenda kutokea. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa sababu gani? Umepewa mamlaka, umepewa uweza, umepewa nguvu ndani yako. Sikiliza nikwambie, maneno yana nguvu. Ikiwa mwanasiasa anaweza kusimama na akasema neno na watu wakaanza kutetemeka, ama jina la Bwana libarikiwe, ikiwa mtu anaweza akakutisha kwa maneno na ukatishika, je, hauoni ya kwamba katika maneno kuna nguvu? Ikiwa mtu anaweza akakwambia subiri, kesho utajua mimi ni nani, na lile neno likakusumbua moyoni. Kwa hiyo kumbe katika ya maneno kuna nguvu inayotenda kazi. Usijidharau katika maneno yako hayo, katika kinywa hicho Mungu atakitumia, na chipukizi la kiungu litatokea kwa watoto wako. Chipukizi la kiungu litatokea katika eneo ambalo umeelekeza litokee. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo usibaki tu katika hali ya kulaumu, usibaki katika hali ya kujiona kwamba huwezi. Inawezekana. Wewe ni mtu mkuu sana, wewe ni mtu mwema sana. Fadhili za Mungu ziko juu yako. Usijidharau. Yesu Kristo anakupenda kama ulivyo. Jina la Bwana libarikiwe.
na hizi ni habari njema za ufalme wa mbinguni.